Sasa mpaka wakati huu Young Africans wameshakwisha kubisha hodi CAF Champions League. Bana, kwa taarifa ambayo ulitakiwa kuipata wakati kama huu hapa, ni hii hapa ambayo wewe mwanafamilia wa H&T Media na shabiki wa klabu ya Young Africans kuhusiana na klabu yako kutinga hatua ya Champions League, kombe la vilabu bingwa barani Afrika CAF, ambapo kwa msimu wa 25-26 Young Africans tayari wameshakwisha kujikatia tiketi ya kufuzu katika hatua ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo tayari kwa pointi alizonazo Young Africans na ni tayari kwamba ameshakwisha kujihakikishia kutinga hatua ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF, kutokana na kwamba klabu iliyoko nafasi ya 3 na ya 4 hata kama wakishinda mechi zote hawawezi wakafikia alama 70 ambazo alizonazo Young Africans. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, hata kama Young Africans atapoteza mechi zote zilizobaki, basi atajihakikishia kuwa nafasi ya pili, ambayo itamruhusu Young Africans kwenda kutinga hatua katika michuano hiyo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF, ambapo tayari kwa pointi alizonazo Young Africans tayari ameshakwisha kujikatia tiketi ya kutinga hatua hiyo. Kwa nukta hiyo sasa, klabu ya Young Africans imeanza kuhangaika huku na huku kuhakikisha kwamba wanapanga safu yao ya kikosi ambacho kitashiriki michuano hiyo hapo katika msimu wa 25-26. Unaambiwa kwamba klabu ya Young Africans imeona ni vyema sasa kumbakisha Clatous Chota Chama, kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo ambayo alikuwa anaitumikia kwa msimu huu. Wameona ni vyema tena kumuongeza mwaka mmoja na ofa ya kumuongeza mshahara katika mkataba wake. Performance ya Clatous Chota Chama ambayo ameionyesha katika mechi za hivi karibuni imetosha kabisa kuwaaminisha viongozi na benchi la ufundi la Young Africans kumbakisha mwamba huyu wa Lusaka, ili aendeleze kuunganisha kikosi hiko na aendeleze kuongeza nguvu katika kikosi hiko cha Young Africans, ambacho kwa sasa kinashiriki ligi kuu Tanzania bara NBC pamoja na CRDB Bank Federation, wakiwa kama mabingwa watetezi wa makombe hayo yote mawili. Young Africans si hapo tu, pia tumeona kwa taarifa zinazoendelea ku trend sana katika mitandao ya kijamii, tayari wameshakwisha kuonyesha nia ya kuchukua wachezaji watatu kunako klabu ya Singida Black Star. Jonathan Soa ni mchezaji ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Ikumbuke kwamba Jonathan Soa amejiunga na klabu ya Singida Black Star katika dirisha dogo la usajili lililofanyika Januari, mpaka sasa akiwa amecheza mechi 11 akiwa amefunga mabao 10. Ana wastani wa kufunga bao katika kila mechi, na kwa nukta hiyo Jonathan Soa Young Africans wamemhitaji. Ikumbuke katika exclusive interview ambayo alifanya Jonathan Soa katika mechi moja ambayo ilitamatika dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Jonathan Soa pia alipachika bao ambalo lilijumuisha mabao matatu walioyapata Singida Black Star walivyokutana na JKT Tanzania. Mara baada ya kutamatika kwa game hiyo, akiibuka man of the match. Akiongea na waandishi wa habari, aliweza kumshukuru Engineer Hersi kwa mchango wake wa kuhakikisha kwamba soka lake la Tanzania. Aliweza kuzungumza Engineer Hersi, na muona kama baba katika soka langu la Tanzania. Engineer Hersi kwa hiyo amehusika katika namna moja ama nyingine kwa diri la Jonathan Soa katika kujiunga na klabu ya Singida Black Star. Ikumbuke kwamba Young Africans walishaonyesha nia ya kumchukua mchezaji kama Jonathan Soa katika msimu wa 2025 kwa 2024-25, msimu ambao unaelekea kutamatika. Jonathan Soa alitakiwa na kikosi cha Young Africans, wakati ambapo kikosi hiko cha Young Africans kinakwenda South Africa katika pre-season. Unaambiwa kwamba Jonathan Soa alikuwa amekwenda kushiriki mashindano ya klabu bingwa
kwa ngazi ya virabu, kitu ambacho sasa Young Africans walishindwa kumpata kwa wakati, mpaka anakuja kutoka kule dirisha la usajili tayari likawa limeshakwisha kufungwa, na uwezekano wa Jonathan Soa kujiunga na klabu ya Young Africans ukashindikana hapo hapo, kutokana na kwamba wanamaliza mashindano hayo na dirisha la usajili likawa limeshakwisha kufungwa. Lakini pia Young Africans tayari walikuwa wameshakwisha kuvunja kambi yao ya pre-season ambayo ilikwenda kufanyika huko South Africa. Kwa nukta hiyo, Young Africans wakafeli kwa mara ya kwanza kunasa saini ya mshambuliaji huyo. Mara baada ya hapo, Jonathan Soa alivunja mkataba na klabu yake ambayo alikuwa anaitumikia kwa wakati huo. Kwa hiyo akakaa miezi 6 akiwa hana klabu ambayo anaitumikia, mpaka pale ambapo Singida Black Star waliweza kumuona na kumsajili kunako dirisha dogo la usajili, ambapo Jonathan Soa alijiunga na klabu hiyo sambamba na wachezaji kama Poku ambao alikuwepo katika kikosi cha ASEC Mimosas, lakini mchezaji mmoja akitokea katika kikosi cha Al Hilal Omdurman, wakijumuishwa katika kikosi hiko ambacho kinashiriki ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League, kwa maana ya Singida Black Star. Kwa hiyo sasa unaambiwa Jonathan Soa kwa mara nyingine Young Africans wameshaonyesha nia ya kumchukua, lakini kuna baadhi ya vilabu nao pia ambao wanamwania Jonathan Soa, ikiwepo klabu ya Simba Sports Club, lakini pia pamoja na Azam FC kwa hapa Tanzania. Ni vilabu ambavyo vinahusika kwa ukaribu kabisa katika kuhakikisha wanahitaji saini ya mchezaji huyo. Jonathan Soa mwenye miaka 33 anatajwa kujumuishwa katika kikosi hiko cha Young Africans ambacho tayari sasa kimeshakwisha kujikatia tiketi ya kufuzu kwenda kucheza klabu bingwa barani Afrika CAF kwa msimu wa 25-26, msimu utakaoanza. Kwa pointi walizonazo, unaona kabisa kwamba Young Africans hata kama mechi zilizobaki wakishindwa zote, wakipoteza zote, bado watakuwa ni namba 2 katika msimamo. Kwa hiyo watakuwa na nafasi ya kwenda kushiriki klabu bingwa bara Afrika. Bana, tetesi za sajili zipo hapa nyingi sana, endelea kubaki nasi, lakini nikukaribishe kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku kila wakati. Hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment kwa watu wengine ili waweze kujua kuwa chimbo la michezo ilobaki ni HNT Media. Klabu ya Young Africans pia imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji raia wa Tanzania Zanzibar Finest. Tunamzungumzia Faisal Salum Said ambaye yupo katika kikosi cha Azam FC. Kwa taarifa za ndani kabisa za kueleweka, tayari dili hilo limeshakwisha kukamilika, lakini Young Africans wametangaza nia tena ya kutaka mchezaji mwingine hapo kuna kwa kikosi hiko cha Azam FC, kwa maana ya mchezaji kama Nasor Sadun ambaye anakitumikia kikosi hiko cha Azam. Young Africans wameonyesha nia pia ya kumchukua mshambuliaji huyo ili kuja kuongeza nguvu katika kikosi hiko cha Young Africans. Mpaka sasa kwa taarifa tulizonazo na kupitia ukurasa wa Instagram wa Ali Kamwe, aliweza kuchapisha taarifa ambayo ilikuwa inasomeka kwamba tulimchukua Prince Dube, jamaa moja akabadilisha mpaka majina ya watoto wake. Sasa tumemchukua mtoto wa Zanzibar, lakini pia bado tunamhitaji yule mshambuliaji wenu mweupe. Kwa maana ya mshambuliaji wao mweupe ni kwa maana ya Nasor Sadun ambaye anakitumikia kikosi hiko cha Azam FC. Kwa hiyo kwa maana hiyo unaona kabisa kwamba Young Africans wana nia ya kuchukua wachezaji wawili kunako kikosi hiko cha Azam FC. Kwa hiyo taarifa tulizonazo za ndani kabisa kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa Young Africans zinasema kwamba tayari dili la Faisal Salum limeshakwisha kukamilika. Kinachosubiriwa ni kutamatika kwa msimu huu ili mchezaji huyo aweze kurudi kuna kwa kikosi chake cha zamani, kuna kwa klabu yake ya zamani ya Young Africans ambayo imempa ufaume mkubwa na kutambulika